Je, unajua si kila maumivu ya kifua ni gesi au uchovu tu? Watu wengi hupuuza wakidhani ni kitu kidogo. Kumbe wakati mwingine inaweza kuwa ishara ya tatizo kubwa sana la moyo au mapafu. Leo nitakuonyesha maajabu 10 ya maumivu ya kifua ambayo kila mtu anapaswa kuyajua kabla hajachelewa. Hakikisha unaangalia hadi mwisho, maana dalili ya mwisho huweza kuhitaji msaada wa haraka sana. Namba 1. Maumivu ya kifua yana sababu nyingi. Si moyo tu, yanaweza kutoka kwenye misuli, tumbo au mapafu pia. Namba 2. Gesi ya tumbo inaweza kufanana na maumivu ya moyo. Wakati mwingine gesi husababisha kubanwa kifua kinachofanana na tatizo la moyo. Namba 3. Stress inaweza kusababisha kifua kubana. Wasiwasi na hofu huweza kufanya kifua kuhisi kubana. Namba 4. Mapafu yanaweza kuhusika. Maambukizi ya mapafu au kikohozi kikali huweza kuleta maumivu ya kifua. Namba 5. Mazoezi makali pia yanaweza kuumiza misuli ya kifua. Kupinda au kubeba mzigo mzito huweza kuchosha misuli ya kifua, kama vile kubeba beseni lenye maji ama ndoo yenye maji ama mzigo wa kiroba kizito chenye vitu ndani yake. Namba 6. Maumivu ya moyo huja na dalili nyingine kama kupumua kwa shida, jasho jingi au maumivu kuenea kwenye mkono. Namba 7. Chakula kichache au kiungulia kinaweza kuchangia pia. Kama utakula chakula kichache au kiungulia kinaweza kuchangia asidi ya tumbo, inaweza kupanda na kusababisha maumivu ya kifua. Namba 8. Uvutaji wa sigara huongeza hatari. Sigara huharibu mishipa ya damu na kuongeza matatizo ya kifua. Hivyo kuwa makini na acha sigara. Ni hatari kwa afya yako. Namba 9. Maumivu ya kifua ya muda mrefu si ya kupuuza. Maumivu yanarudia yanahitaji uchunguzi wa daktari mapema kabla hatari haijakufika. Namba 10. Baadhi ya maumivu ya kifua ni dharura ya hospitali. Kama yanakuja ghafla na makali, yanahitaji msaada wa haraka, maana ukipuuzia huenda likakuta kubwa na ukaja kujutia. Hitimisho. Maumivu ya kifua si kitu cha kupuuza. Sikiliza mwili wako mapema kabla hajawa hatari kubwa. Kama umejifunza jambo leo, usisahau kushare, kufollow na kucomment. Asanteni.